Tunaendelea And that's why we continue kujifunza kuhusu dalili za siku za kuja. to understand about the signs of the last days. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tunaendelea. We continue. Dalili ya kwanza tulisema manabii wengi watatokea. The first one, we said there are so many false teachers that will Kutakuwa come. vita huku na kule. There will be wars left, right, center. Watu watajipenda kuliko kumpenda Mungu. People will be lovers of themselves. Watapenda fedha They love kuliko money kumpenda Mungu. without loving God. Tukaona vitu mingi, watu watakuwa walafi. And we saw so many things. People will be wenye greedy. kutokuheshimu People with wazazi. no respect over their parents. Tumeona vitu mingi. We have seen so much. Leo tunaona unaweza kumzaa mtoto, Today we can see that people can give birth to lakini children, hana huruma na wewe. but he has no mercy on you. Hizo zote zinatuonesha ni All dalili those za things mwisho. are signs of the last days. Kutana watoto wanatukana wazazi. You find children are abusing, insulting their parents. Watoto wanaangalia wazazi ni kana kwamba ni bure. Children are looking down upon their children like they are nothing. Hizo zote ni dalili za kumleta Yesu. All those are signs of bringing back Jesus. Kutana kadada kamesimama kanatukana mama yake. You find a certain sister somewhere standing and abusing, insulting their mother. Unakutana mama amechoka. You find the mother is too old, hajiwezi, not able to do so much. lakini kijana ambaye amemzaa But a youth that he has hawezi given hata birth, kumsaidia. they cannot help their parents. Leo unakutana wa mama wanateseka, Today you find parents, wa women baba are suffering, wanateseka. men are Walizaa suffering. vijana na They gave birth to wanaume, children, wanawake, both men and lakini female. unakutana hakuna huruma. But you find there is no mercy. Siku za mwisho. Those are the last days. Ningekuomba wewe hizo siku za mwisho zisikujie wewe. I will ask you that let not this season be upon you. Kwenye hali ya kutokuwa na heshima In the times that there are no respect na kutokujali and wazazi. not understanding and respecting Kuna your wazazi wa parents. kiroho, They have spiritual parents, kuna wazazi wa kimwili. and we have those physical parents. Bwana tusaidie May sana. God help us. Kwa hiyo siku ya mwisho imejawa vitu mingi And sana. therefore the end times are full of so many things. Tukaona katika kitabu cha Timotheo wa pili, We look at the book of 2 Timothy. hatuisomi kwa sababu tulisoma. We won't read it because we read. Ilikuwa Timotheo wa pili sura yake ya 3 na mstari wake wa kwanza We read from the book of 2 Timothy chapter 3 verse kuendelea 1 mpaka going kule down 9. up to 9. Ilikuwa nyingi. It was a couple of verses. Tukaona Mathayo 24 And we looked at Matthew chapter 24 4 mpaka 9. verse 4 to 9. Kwa hiyo tunaendelea leo na dalili ya 3. And therefore today we continue the third sign. Dalili ya pili. The second sign. Dalili ya pili ni mtini ambao ni Israeli. The second sign is the big tree, which is Israel. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo 24:32 mpaka 33. We shall read from the book of Matthew chapter 24 verse 22. The Bible says this: na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yeyote. Lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Kwa sababu ya wateule zitafupishwa hizo siku. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama, Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Verse 25, tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakimwambia yuko jangwani, msitokee; yumo nyumbani, msisadiki. Verse 27, kwa maana kama vile
umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipo mzoga, ndipo watakapokusanyika tai. Verse 33. Verse 32. Basi kwa mtini jifunzeni mfano. Basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likiisha kuchipuka, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika mnayoona hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Leo tunasoma dalili za pili. We are reading the second sign kuhusu ujio wa Yesu Kristo. About the coming back of Jesus Christ. Tunapoangalia kuhusu habari ya kanisa, when we look about the news about the church, kanisa la kwanza, the first church, ambalo lilijengwa na Suleiman, that was built by Solomon, na hili kanisa, and this church, Mungu alikataa baba yake aweze kulijenga. God did not allow David to build it, kwa sababu amekuwa na damu nyingi katika mikono yake, because he had been defiled with a lot of blood in his hands. Lakini kizazi chake Mungu akaruhusu kijenge. But his generation, God allowed it to build the church. Na wakajenga hii hekalu. And they built the church. Ni mahali ambapo Daudi alinunua. Is a place that David had bought. Alinunua na pesa kwa halali. Is a land that he had bought of this land. Na Biblia inasema ya kuwa, and the Bible says, alimnunulia mtu mmoja, he bought it from one man anajiita Arauna, called Rauna. Na mahali ambapo palijengwa hilo hekalu, and the place that this church was built, ni mahali ambapo Ibrahimu alimpeleka Isaka kwenye mlima wa Moria. Is a place where the Mount Uriah was, where Abraham had gone to sacrifice his own son. Ndipo walijenga hekalu. And that's the point he built the church. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hekalu ikajengwa. Therefore the church was built. Ikajengwa kwenye hali ya usamani sana. And it was built in a state so expensive. Lakini ikaja siku, but came a time, ikabomolewa hekalu. It was broken down, it was demolished. Alafu tena hilo hekalu, and the same church, likakuja tena likajengwa. And again it was rebuilt. Likajengwa hapo hapo, in the same spot, mahali ambapo hekalu la kwanza lilibomolewa. In the same spot where the first church was built. Likajengwa na madhahabu. It was built with a lot of gold. Likajengwa vizuri. It was gold so well. Kwa hiyo kanisa likakuwa nzuri sana. And the church was so good looking. Kwa hiyo Yesu akaingia hapo hekaluni. Therefore Jesus came to visit the same church. Alipoingia kwenye hilo hekalu, and when he came into this church, akamaliza ibada wakatoka. He had the service and they left. Wanafunzi wakamfuata. And the disciples followed him. Wakaanza kumwambia. And they began to question him. Angalia vile tumejenga hekalu. Look at the way we built this good Angalia church. uzuri wake. Look at how expensive it is. Angalia kila kitu. Look at how valuable it is. Kuhusu kanisa, about the church, ina maana sana. It has so much importance or significance kwa ujio wa Kristo. For the coming of Jesus Christ. Ndio maana nazungumza kanisa la kwanza. That's why I'm talking about the first church. Lilijengwa. It was built. Likabomolewa. And it was demolished. Na mahali pale pale. And in the same spot. Ambapo walijenga kanisa la kwanza. That they built the first church. Likakuja likajengwa tena. Came again, they rebuilt the same. Sasa hii kanisa. And this church. Ndio wanafunzi wanamwambia. Is where the disciples are telling their master. Look how the church looks so good. Angalia jinsi kanisa lilivyo. Look at how the church looks like. Lakini Yesu
But Jesus anawajibia tofauti tells them something ya different. yale maneno ambayo anawaambia wale walikuwa wanamwambia. And the words they were telling him, Tasoma katika kitabu cha Mathayo from the book of Matthew 23 na mstari wa 38. 23 verse 38. Najaribu kwenda polepole ili tuweze kuelewana. I'm going much slower so that we may understand something. Angalieni nyumba yenu mmeichiwa hali ya ukiwa. Angalieni nyumba yenu mmeachwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa, hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Kitabu cha Mathayo 24 sura ya kwanza. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Wanafunzi wake wakaenda wakamuonesha vile hekalu lilivyo. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Hamyaoni haya yote? Amin. Amin. Nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Anawaambia juu ya hii hekalu ambayo imejengwa. Anamwambia hivi, mmenionyesha, you have shown me this, vile inapendeza, the way it's good looking. Lakini anawauliza, but he's asking them, je, hamuoni kile kitu naona? Can't you see what I'm seeing? Unajua kuna wakati katika maisha, there are time in life, unaweza zania umefaulu, you might think that you have made it, unaweza kuzania umefika, you might think that you are. Lakini Bwana anauliza, and Jesus is asking, hauoni kilicho mbele yako? Can't you see what is ahead of you? Hauoni? Are you not able to see? Na hiyo imekuwa matatizo kwa watu wengi. And that is the problem of so many wakati people. Mungu tu anamuinua kidogo, when just God lifts you as anaanza step, kumwacha Mungu, you begin to forsake kwa sababu anaona majengo, because you are seeing, anaona mafanikio, you are looking at anaona success, sihitaji mtu, and you think that I don't need anybody, Mungu, I don't need God. Lakini acha nikuambie, but let me tell you, hakuna chochote chini ya juu, there is nothing new under the kilicho cha sun usamani that is so worthy pasipokuwa na Mungu. without God. Ni kazi bure. It is vanity. Ni kazi bure. It is all in vain. Kama ungelijua, if you have known, ungemtafuta Mungu, you will have sought of the Lord, hata kwa tochi, even using your touch, mahali anapopatikana, in any point that he can be ukutane found, na yeye, that you may meet kwa sababu him, yeye ndio salama, because he is the only safe yeye place. ndio kila kitu. He is everything. Kuishi kwetu, our life, ni yeye. He is him. Kwa sababu jinsi ulivyo, because the way you are, hauwezi jiongeza, you cannot even hata add nywele an moja katika kichwa even chako. an inch on your head. Jinsi ulivyo, the way you are, hauwezi kujisaidia. You cannot help yourself. Kuna msemo unasema, there is a saying that says, asema jisaidie, that help yourself, na Mungu atakusaidia. and God will help you. Nani alikuambia? Who told you that? Kama wewe unaweza kujisaidia. That you can help yourself. Ulipolala, when you slept, nani alikuamsha? Who woke you up? Ulistuka tu. You just happened. Kaona pambazuka. And you saw a good morning. Haukujisaidia. You didn't help yourself anyhow. Ili uweze kurudi. For you to come back to life. No way. Ulipoamka, when you woke up, ukaingia kwenda kuoga, and you went si to kwa take sababu your shower, unajisaidia, not because you're kwa helping sababu yourself, kuna mtu because there's somebody ambaye amekaa mahali that is seated somewhere, anatamani sana, he really admire ili aende kuoga, to go and even have a shower, lakini miguu inakataa, but he cannot walk. Mwili unakataa, the entire body cannot function. Hawezi. No way. Kwa hiyo unapoona unapiga hatua moja, therefore when you see yourself making even a step, ni Mungu. It is God. Si kwa sababu unajisaidia. It's not because you're helping yourself. Mara nyingi tumejidanganya. Sometimes you have lied to ourselves. Tumemsahau Mungu. And then we forget God. Katika maisha hii. In our lives. Kwa hiyo Yesu anawaambia. Therefore Jesus tells them. Anawaambia angalieni. Look. Je, hamuoni
Can't you be able to see? Anasema ili hekalu mnalolionyesha The church that you are showing me now, litabomoka. it shall be Na demolished. hakuna jiwe And there is no stone, lolote any kind, litakalosalia that shall remain juu ya jiwe on lingine. top of another. Hawa watu wanamshangaa. And people are wondering, Tumejenga hekalu, we have built this kind of a hekalu la building, kifahari, this so expensive building, hekalu ambalo lina dhahabu nyingi, a church that is full of gold, hekalu mahali pa kuabudia. a place of worship. Lakini nashangaa, But I wonder, tunamwambia Yesu vile tumefanya kazi we are kubwa. telling Jesus the way we have worked. Tunamwambia Yesu jinsi tumefanya mambo ambayo yanaweza mfurahisha. The way we have worked and done things that can Lakini be so good to anatuambia, him. But he's telling us Nasema hili hekalu that this church you're seeing, hakuna jiwe there is no stone litakalo that shall be left or remain juu yake. upon another. Kwa maana hiyo, That means hata msingi even the foundations wa hekalu of that church utaondolewa mawe yake. shall be removed, uprooted. Baadaye Then later, Yesu akasulubiwa, akafa, akafufuka, and Jesus was put on the cross, he died akapaa and he resurrected, mbinguni. and he ascended back to heaven. Mwaka wa 70 baada ya Kristo, In the year of 70 after Jesus, hekalu the church likakuja kubomolewa. came to be demolished. Utawala wa Rumi And the Roman Empire, ambao unaongozwa na Tito, that is led by Titus, wakawapata kanisani, came and found them in church. wakawapiga Waisraeli, The Israelites were beaten so badly. wakapigwa vizuri They were sana. beaten a big war. Maelfu siku hiyo walikufa, Thousands and thousands died that time, wakaangamia, and they were destroyed. wakafa. They died, Wengine wakakimbia and some of them ran all over. kwa sababu hekalu limechomwa. Because the church has been demolished and Alafu burnt down, ile dhahabu ilikuwa, and the gold that was in it, unajua dhahabu na moto inaendaga na yayuka, lakini haiharibiki. you know, gold with fire will just Kwa melt, but it hiyo doesn't get walikuwa destroyed. wakichimbua, So they could go and redig it, wanachimbua dig it, wafate dhahabu. so that they were following Kwa hiyo the gold. hakuna msingi ulibaki, Therefore, it means there was no foundation that was left. kila kitu Everything kikatolewa. was taken away. Israeli And Israel wakachukuliwa mateka, wengine were taken into slavery, wengine some of them. wakazunguka, wakaenda mainchi na mainchi. Some of them ran into other countries all over the world. Lakini hiyo kitu But that happening, ilikuwa ni mpango wa Mungu. it was the will of God. Pamoja na kupigwa Israeli, Together with the war against Israel, pamoja na hekalu together with the likabomolewa, demolition of the church, kila kitu kikapotea. everything got lost. Mungu aliruhusu God allowed hawa wana wa the Israeli people of Israel, waende, they go, kwa sababu Biblia nasema because the Bible says litawapepeta kama ngano. that I will whine you like wheat. Nitawapepeta. I'll whine you. Kwa hiyo Mungu aliruhusu wapepete. And therefore God allowed the winning. Ndio tunawaona kwenye mainchi tofauti, And that's why we see them all over the world. ambapo waliteseka sana. They have suffered so much. Kienda German When you go in utakutana German, storia you vile meet the Israeli history, walichomwa, The way they were burnt down, walikuwa kama they kuni, became like firewood. lakini mbingu ilinyamaza kimya. But the heavens kept quiet. Mbingu ilinyamaza kimya. The heavens kept Na quiet. wakapitia And they went through it kwenye hiyo miaka yote. in the entire years. Lakini Biblia inasema But the ya Bible says watarejea. they will be restored. Ndio sasa habari ya mtini. That is the news of the fig tree. Huyu mtini And this fig tree, ni Israeli. it is Israel. Anasema mtakapoona He says when you look at, see, mti unaanza kuchipuka, when you see it now sprouting, mjue ya kuwa know that wakati the time umekaribia. has come. Mtakapoona umechipuka. When you will see the leaves sprouting. Sasa huu mtini ambao ni Israeli, Therefore this fig tree that is Israel, iliyotawanyika, that was scattered all over, mwaka 48 in the year of 48 after Jesus, mwaka 1948
Mwaka 1948. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hawa Israeli walirudi. These Israelites were restored back. Wakarudia. They came back. Ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 5. It was 15th of May. Mwaka 48. In the 1948. Okay. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Israeli and Israel wakachipuka. they sprouted again. Yesu alisema, And Jesus said, angalieni kwa mtini. learn from the fig tree. Utakapochipuka, When it will sprout, hapo mjue know that narudi. I am coming back. Sasa mwaka 48, Now in the 48th year, Israeli ikafanyika taifa. Israel became a nation. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ikafanyika taifa It became a nation ambayo that today, hata watu wa dunia wote wapigane even when the entire world na wawe shall kinyume find chao, and be against it, itakuwa ngumu it will be not easy watoa tena, for them to destroy that nation. sababu aliyewarudisha Because whoever that restored them ni Bwana. is the Lord. Ni Bwana ambaye aliwarudisha. Is the Lord that restored them. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote Therefore there's nobody ambaye atakayewatoa. that shall be able to destroy Sasa that kuna nation. wengine waliogopa, There are some who are afraid wakabakia kwenye nchi mbalimbali, and were left all other countries and nations, wakati ambapo wengine walirudi while others were coming back. wakaanzisha taifa They began to build a ambalo nation linaitwa that Israel. is called Israel, Wengine wakabakia kwenye mataifa. and some of them were left in Lakini nations. mwaka 94 But in the year 94, wakarudi. they were restored, or they came back. Karibu wote wakarudi. Almost all of them came back. Ni wale wadogo wadogo. Just a few of them. Leo mwaka 94 tunaona Israeli tena wanarudi. In the 94, we see that Israel is coming back. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the sana. Lord. Tutasoma katika kitabu cha Amosi, We shall read from the book of Amos, sura yake ya 9 na mstari wake wa 9. Amos chapter 9, verse 9. Kwa maana angalieni, nitatoa amri, nami nitaipepeta nyumba ya Israeli katika mataifa yote, kama vile ngano ipepetwavyo katika ungo, lakini hata chembe moja iliyo ndogo haitaanguka chini. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unaona kama ilikuwa ni mpango wa Mungu You see, this was the will of God, kuwatoa to go and take them away na kuwapeleka mataifa yote, and scatter them in the entire world. na hayo mambo yalifanyika, And those things happened. na ndio maana ogopa unabii That's why be afraid of ambao prophecy unasema kwa Biblia. that is being spoken in the Wao Bible. walifurahia hekalu, Some of them maybe they were happy about the church, lakini Yesu anawaambia, but Jesus is hii telling them hekalu mnayoifurahia that this building you are happy of, hakuna jiwe litakalosalia there hapa. is no stone that shall be left upon another. Akasema mtapigwa na mtaondoshwa. And he said that you'll be beaten and you'll be thrown Unasoma hapo away. unasikia mtatawanyishwa dunia yote. When you read here, you see that they say you'll be scattered all Lakini over the Yesu world. akasema mtini And Jesus said that fig tree, unapochanua when it is sprouting, mjue wakati. understand that my time has come. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tasoma kitabu cha Ezekiel We shall read the book of Ezekiel 37 na 21. Ezekiel 37 verse 21. Ukawaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitawatua wana wa Israeli toka kati ya mataifa waliko kwenda, nami nitawakusanya pande zote, Nami nitawakusanya pande zote na kuwaleta katika nchi yao na kuwaleta katika nchi yao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Biblia inasema wazi, The Bible is speaking watatoka, openly, and watatawanyika, they'll be scattered. lakini nitawarudisha. But I will restore them.
Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe Praise sana. the Lord. Anasema nitawarudisha. That I will restore them, I'll gather them. Kila mahali walipokwenda, Every place they went to, nitawarudisha kwenye nchi I yao. will gather them back to their nation. Kwa hiyo toka wakati ambapo Until that time, Israeli ilifanyika kuwa nchi, since that time Israel was made to be a nation, tuko tunaangalia ni dalili za siku za mwisho we are looking at it as one of the signs za of the last kumleta day Yesu. of bringing back Jesus. Sasa uangalie mwaka 48. Look at the 48th year. Mpaka leo ni mwaka gapi? Up to today, how many years are they? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Jua kuhesabia miaka. Understand how to count years. Unajua watu wengi, hata Biblia inasema hivi, Many people, the Bible says, wengi watakufuru some will na kusema Yesu hatakuja, stand against us and say alisema Jesus muda will never mrefu, come. He has taken too lakini long. mbona hajafika? Why is he not coming back? Lakini Yesu yuko mlango. But Jesus is at the door. Yesu anakuja. Jesus is coming. Anakuja kuchukua He is coming to take bibi harusi aliyooshwa kwa damu yake. the bride that has been washed by the blood. Kwa hiyo jiweke tayari. Therefore be ready. Jiweke tayari. Be ready. Wakati wowote, At any time, saa yoyote, any hour, parapanda italia when the sound shall be heard, na watakatifu and all the wataenda holy kumlaki Bwana ones shall go mawinguni. and receive Jesus or the Lord at the Sasa clouds. piga picha ya maisha yako. Picture your life. Unajua hakuna mtu ambaye kuna mtu unaweza kumuongelesha juu ya kutengeneza na kwambia unataka kunihukumu. There are people you can ask them to, or you can talk to them about preparing themselves, and they say that you are judging me. Lakini ukiongea na nafsi yako, But when you talk with your innermost man, utajua we ni nani. you will understand who you are. Unajua kabisa You will know unaenda that you are going, na unajua vizuri and you know better hauendi. that you are not going. Bwana tusaidie. May God help us. Nafsi yako lazima itakwambia kweli. Let your soul tell you the truth. Unatembeaje na Mungu? How do you walk with God? Mungu angalii sura ile ambayo wewe uko na unanyamaza, unajifanya mpole, unajifanya mzuri. God does not look at that. Lakini face that Mungu looks so anaangalia humble. nafsi yako, But God looks at the Naangalia maisha soul, yako. looks at your life, njia zako. your ways. Je, The question is, parapanda italia, when the sound shall be heard of the utamlaki trumpet, Bwana mawinguni? shall you receive Jesus in the clouds? Kwa sababu haitusaidii sana Because it doesn't really help us kupoteza wakati kusema nakuja church. to lose all the time coming to church. Muda wako ambao ungeenda ukafanya vitu zako, Maybe the time you would have spent doing other better lakini things. uko hapa But you are here asema nimekuja kutafuta Mungu, and you are saying that I've come to seek lakini huyo God. Mungu But that God hayuko ndani yako. is not in you. Ni kazi bure. That is vanity. Lakini Mungu But God anatazama mtu. is looking after Atazami someone. watu. Atazami He watu. doesn't look at the crowd, Lakini anatazama mtu. but he's finding one. Wewe na Mungu mkoje? You and God, how are you? What are your relationship? Angalii wingi wa miaka mingi kuingia He kanisa. doesn't look at how many years you've been coming to church. attending Unaweza kuwa uko na services. miaka 50 kuingia kwa kanisa. Maybe you've been attending church services for 50 Angalii years. jina lako la He doesn't look Ukristo. at your Christian name. Angalii. He doesn't look at anything. Angalii wewe unajua kutabiri He sana. doesn't look at how Angalii you unajua know how kuhubiri to sana. preach or prophesy. Hiyo sio ndo kibali cha kunipeleka That is mbinguni. not the permit to take you to heaven. Lakini kibali cha kunyakuliwa, But the permit of rapture kuishi maisha mataua, is to live the holy life. maisha ya kumpendeza Mungu. The life of pleasing before Siku God. baada ya siku Day after day. unamlilia Mungu. You cry to Mwambie him. Bwana nioshe na Tell damu him, yako. Abba, wash me Nitakase na damu and yako. sanctify me with your Ili blood. parapanda That when itakapolia the sound shall be heard, niweze kukulaki. I may receive you in the clouds. Siku hiyo That day, hakutakuwa na ujanja. there will be no shortcut. Unaona sasa hizi tuna ujanja. Not today we have shortcuts of doing things. Kienda ile nyumba ya wageni, When you go to that house full of visitors, unatafuta ile nyumba ya wageni you look for that house ambayo watu wengi wanaokujua hawakujui. that many people who are there don't know you.
unaingia. You get there. Kiingia When you get there, unafanyaga hivi. you begin looking round. Unafanya hivi. You look round, Lakini hauangaliagi juu. but you don't look up. Sivyo? Is that true? Naangalia wanadamu. You always look at men. Lakini macho ya Mungu But the eyes of God, inakuona. they are watching you. Mungu anajua God knows maisha unaishi ya unafiki. the life of pretense you're living. Ukikuja kanisani uko sawa. When you come to church, you're okay. Lakini wewe ndo wa kuchonganisha watu. But you're the one who is the greatest gossiper in church. Wewe ndo wa kupiga watu. You are the one who is fighting people. Wewe ndo wa kuwazia watu vibaya. You are the one who has full and filthy Wewe thoughts ndo about uchungu people. unakaa ndani You are the yako. one that is full of pain in you, Kiasi kwamba huwezi achilia to mtu. a point that you cannot let people go. Unambeba tu. You carry them in you. Unambeba You tu. carry them in you. Na utaki hata kuona watu wengine kwa macho yako. You don't want even to look at some people in your life. Lakini Yesu But Jesus anakuja kuchukua kanisa takatifu. is coming to take a holy church. Na kanisa sio hii jengo. And the church is not this Ni building. mimi na wewe. It's me and you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu atusaidie Therefore may God help us tuweze kutembea that we may walk sawa sawa na mapenzi yake. according to his will. Tasoma kitabu cha Amos. We shall read from the book of Amos, Sura yake ya 9 chapter 9, na mstari wake wa 14 na 15. nami nitawarejesha tena watu wangu Israeli, Nami nitawarejesha watu wangu Israeli waliohamishwa, nao wataijenga mji iliyoachwa maganjo na kukaa ndani yake, na watapanda mizabibu katika mashamba na kunywa divai yake, nao watafanyiza bustani na kula matunda yake. Nami nitawapanda katika nchi yao, wala hawatang'olewa tena. Rudilia hapo. Nami nitawapanda katika nchi yao, Nami nitawapanda katika nchi yao, wala hawatang'olewa tena. Wala hawatang'olewa tena. Watoke katika nchi yao niliyowapa, asema Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Anasema nitawarejesha. He says that I'll bring them back Kwa nchi yao. back to their nation. Nitawapanda pale. And I shall Watapanda mizabibu. They shall bring na watakula mizabibu walioipanda. And they shall take of the vines. Watabarikiwa kwa nchi yao. And they shall be blessed in their nation. Watainuliwa kwa nchi yao. And they shall be lifted in their nation. Na hakuna mtu and there's nobody ambaye atawang'oa tena. that shall come to uproot them again. Kwa hiyo kitu ambacho nataka And kusema, therefore am I saying, iwe ni nchi za Waarabu, be it in the Arabian countries, Arabic iwe countries, ni nchi gani be it whatever country ambayo nasema wanaweza kufuta that they are saying that they can rub Israel and move the kwenye nation of uso wa Israel dunia, from the face of this hakuna nation, mtu this world, nobody anayeweza. that is able, Hata nchi zijikusanye even when the whole world shall na gather, ziende kupigana na go Israel, and fight Israel, hawatawatoa, they will not approve kwa them, sababu sio maneno yangu, because those are not my lakini ni words, Biblia ndio vile but it's the inavyosema. Bible saying that. Na Yesu asifiwe. Hallelujah. Anasema niliwatawanyisha, He says that I have scattered lakini you, ninawarudisha, but I will restore na you, watakaa kwa nchi yao and they shall wenyewe, stay in their nation, their country, na hakuna mtu and nobody atakayewatoa. shall uproot them. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo tunaona dalili ya pili And therefore we see the second sign, ambayo Israeli au mtini that the fig tree or Israel uliochipuka that has been sprouting uliweza kurudi kwao has been restored to its own place mwaka 48 in the year 48. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kila unabii Every prophecy ambao unatokana na Biblia that is originating from the Bible, lazima utimie. it has to come true. Unajua wakati mwingi tunatafuta maunabii mingi. So many times you are looking for prophecies left, right, center. Vizuri kusikia unabii, It's good to hear people prophesy, lakini unabii wa kweli but the true prophecy ni neno la Mungu. is the word of God. Kitu ambacho chochote kinatokana na Biblia Anything that originates from the Bible
ni neno na pumzi ya Mungu. is the breath of God. Bwana asifiwe. Praise the Na Lord. ndio maana Biblia inasema That's what the Bible says. unapopata unabii That when you hear the prophecy, upime. come and measure it. Si kila unabii unapokea tu. Not every prophecy you just receive it. Watu wengi wameteseka juu ya So many maunabii. people have suffered because of prophecies. Wengine wamechukia hata mafamilia zao. Some of them are not even able to stand with their family. Lakini pima na neno la Mungu. But can you stand and be able to Hii measure to the word unabii of God? ninaotabiriwa sahihi. Even this that we are talking about Biblia now, inasema nini what does the kuhusu? Bible speak about it? Lazima uangalie neno. You have to look at the words of the Lakini Lord. problem ambayo tuko nayo But the leo, problem we have today, Wakristo wa leo hatusomi Biblia. Christians of today, we don't read the word of God. Uko tayari kuangalia WhatsApp, We are able to TikTok, scroll on TikTok, WhatsApp, uangalie sijui Facebook, check maybe on the sijui Facebook uangalie and YouTube. YouTube. Utaangalia You look mpaka black eye itatoka kwa uso kwa until watu when your weupe. eyes, the brown people will have black eye. Juu ya kuangalia sana Just simu. because you are scrolling on your phone Ingawaje 24/7. wengine wanapigika na jua Even although some of them maybe the sun is too hot for them. watu weupe wananga mwili mzuri sana. Those people who are brown skin, Wanakuaga na their bodies not, mateso akitoka kwa jua they pale suffer so much when they are on the hot sun. inaharibika. The body gets Lakini kuna destroyed. wale ambao But there are those ones, wanaziharibisha juu ya kuona simu hivi. they are destroying their own faces by just watching whatever on phone. Lakini kosa, But the problem is tell them to read the Bible. hautamaliza. Not even a minute, they Biblia will kwako imekuwa dawa ya Because kulala. the Bible to you has become a sleeping Hata tablet. ukianza tusoma Therefore, when you begin reading, you begin to na utajua vile slumber, uliacha. and you'll never know how Ukalala. you stopped and just Lakini left simu. off. But the phone, Utaangalia masaa yote. you will look at it so much hours. Hata hapa kanisani Even in church here today, naangalia nani amenitumia message. I'm wondering who is this that has sent me a message. Leo tunakuwa na matatizo sana. Today we have so much problems. Nakutana wateule You meet even those who kila are dakika iko Christians. nje kusikiliza simu. Every time they go out to go and have calls. And Sikia simu inalia, when you hear a phone call, anachukua, they run very fast. anaenda. They go out. Simu nzuri ambayo utaenda kuchukua ni kama umealika mtu, Maybe that good phone call you have to receive, you had alafu invited yule people. mtu unamwambia tuko fasi And fulani. maybe that fasi person fulani. you are directing them to where you are. Lakini unachukua simu, But you take your phone, unaenda kupiga story pale nje. you go and make stories out there. Toka ulianza kuongea na hiyo Since when simu, you began using your phone, umefaidika. what have you received or Uko ule benefited? You still the same. Susikilize basi Mungu anasema. Can you listen to what God is saying? Sababu then? Mungu ndio anabadilisha. Because it's God that changes. Tuko hapa kusikiliza We are sauti ya here to Mungu. listen to His Kwa hiyo ni voice. vizuri tuwe Therefore, watu it's ambao good for us to be people unajua nimekuja kufanya that nini. understand time, that what are we doing here? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. sana. Hallelujah. Kwa hiyo Bwana anasema atawarudisha The Lord said that He shall restore them, Israeli, Israel, na hakuna mtu and there's nobody ambaye that ataweza kuwapiga. shall be able to uproot them. Hakuna mtu Nobody atakayewaondoa. shall be able to remove them. Hakuna mtu There's no one ambaye atapigana nao shall fight against them wawashinde. and be able to defeat them. Biblia inazungumza kuwa The Bible says, wakati Israeli itapigwa, when the Israelites shall be beaten inataka kushindwa, and they are almost being defeated, Yesu atashuka, Jesus shall come down. na hapo And then kanisa litakuwa limenyakuliwa. the church will have been taken away. Kanisa litakaponyakuliwa, When the church shall be taken away, itakuwa ni siku ya kawaida it kama shall be hii, just a normal day like today. kufumba na kufumbua, By a blink of an eye, kanisa the litanyakuliwa. church is taken away. Siku ya kawaida ni kama hii gani? A normal day is like which one? Unaweza unapanga kuoa, Maybe you want to get married. wengine wanapanga biashara, Some are making their wengine wanapanga professionals. kuwa na mpango wa kando wa tano, Some of them that are planning to have the Mwingine- concubines. Some. mwingine ameanza kushuka imani yake. Another one, his faith is going down.
wengine Another one, vikwazo maybe vimewazidi. they are being overwhelmed by life. Siku ya kawaida, The normal day, watu watakula na kunywa. people shall be taking and drinking. Mtu anaamua anasema naenda kona pale Another one will decide, let me go to na that kunywa corner. moja ya moto na moja ya Let baridi. me have a cold one and a hot one. Mwingine anaenda huku Another one goes this other anasema side. acha nivute He's kidogo, saying, let me have a small hakuna smoke, mtu a puff. ananiona. No one is looking at me. Afadhali mtu akuone, Better people see you. lakini Mungu, But God, chana na Mungu. let just God be God. Juu mtu hataki kuona, Because even when men look at you or see you, atakupeleka wapi? where will they take you to? Atakufanya nini? What will he do the worst? Ni wangapi wameharibika hapa? How many people have seen being Wamefanywa destroyed? nini? What have they done? Wamekuonya, They have been warned. umekataa. You have refused. Lakini ile kukataa yako, But your rejection, atakaye kupiga the one who shall beat sio you, mtu, is not man, lakini ni Mungu, but it's God. kwa sababu umeonywa, Because you've been warned, umesaidiwa. you've been helped, Wewe umejiona wewe ni mjanja, and you've looked at yourself to have shortcuts in pigo life. utaipata, And whatever you shall meet, pigo utaipata. the plague you shall meet. Kwa hiyo usijidanganye, Therefore, don't lie to yourself. usijidanganye. Don't lie to yourself. Mungu atusaidie. May God help us. Jifunze mahali watu wanakujua na watu wasipokujua, Learn that in the place where people know you and they don't, or some maybe don't know you, utembee na Mungu. walk with God. Biblia inasema kina Daniel Bible says that Daniel and the team katika nchi ya kigeni in a country that they were Hawajulikani. visitors. They are not known. They hawajulikani, are not known by anybody. wako nchi ya kigeni, They are in a country that Sio they are kwabo. not, is not their own hakuna country. mamake wala babake, There's no mother hakuna or shangazi there's yake wala no mjomba, auntie or whatever. lakini uncle. walimjua Mungu, But they knew God. walitembea na Mungu, They walked by God. wakasimama na imani kamili. And they stood by the right faith. Lakini siku hizi But today, utoke tu hapa Umoja uingie Harambee, just get out of Umoja, go to yenye Harambee utafanya Circle. pale Those Harambee, things that you shall do there, vumbi itaruka. even the dust shall be seen. Wewe unajiona wewe uko juu, And you look at yourself, you are too high. unaona wewe unaweza You are sana. able to do so much. Kirudi Umoja, When you come back to Umoja, umenyamaza you are kimya. so quiet and silent. Kile unachokipanda Whatever you are planting ndicho utakachokivuna. is what you shall reap. Hivyo ndio Biblia inasema, That's what the Bible says. akipandacho mtu Whatever a man plants ndicho atakachokivuna. is that which you shall reap. Unaweza kutembea barabarani, You can be walking along the road streets, kaona kadada kanaruka ruka, and you look at a certain lady jumping up and kanaruka down, ruka, jumping left, right, na center, ukimwambia wewe uko na tabia hii, and you tell them that this is your character. atamimina machozi. You begin crying. Ogopa mtu akutoa machozi Be sana. afraid of such people who are crying anyhow. Anaficha mambo yake They na are hiding machozi. so much in Mimi kwanza those tears. ukiniongelesha kwa natoa In machozi. fact, when you're talking to me and you are Sawa, crying, ingine nasikia Sometimes- kama nimekuonya alafu naanza toa machozi. if I have warned you and you're crying, you're producing tears, Unajaribu kuniambia ni nyamazi. you are trying to show me that keep quiet. Ndio maana huko ananionyesha machozi. That's why you are showing me your tears. No. Utakuja kukutana kale kadada, You shall come and meet that sister mimba ya huku. having such a huge swollen Alitoa ya stomach. kwanza na ya pili, The first and second maybe was lakini hii ya aborted, tatu inakataa. but the third one has refused. Lakini kumbuka, But remember, damu zote zenye mtu anatoa, mimba zote anatoa mtu. all the pregnancies that someone is aborting, Si unatoa watu hawaoni. you know, you are removing, aborting, and people are Unakunywa not seeing. vidonge watu hawaoni. You are taking those Lakini medications zile nobody seeing. roho But those spirits, zinakaa chini ya madhabahu. they are under your feet. Zinaomba haki yake. They are praying every day. Mimba yote ambayo umetoa, Any abortion you have done, mikono yako ina damu. your hands are defiled. Hata ukitembea Even when kokote, you are walking on the roads, kuna damu there's blood. inazungumza It is talking and speaking kwenye mikono yako. on your hands. Wewe na mwenye aliua papawa mkubwa au papawa mdogo, You and another person was killed, maybe a short or a tall man.
Uko sawa? You are the same. Juu uliua nafsi Because you killed a soul iliyo hai, that was alive. ukakunywa vidonge And you took medication ndani ya tumbo, in your stomach. ikakatika katika, They were crushed. ukaanza kumwaga damu za vipande vipande, And then you began having na mara ya menstruation. mwisho And then later ukatoa kamguu, you removed maybe a small leg, ikatoka. finger. Walipokuwa wanakuonya, When they were warning you, hukutaka, you didn't want to hear. ulikataa, You refused. lakini unaongeza dhambi But nyingine now you are adding another sin ya uzinifu of na ya fornication kuja kuua. and killing. Binaenda pamoja They are all together. na watu wengi. And so many people, Anapoinua mikono when yake they juu, lift up their hands on high, Mungu anapomtazama when God looks at them, anaona damu. He's looking at seeing blood. Asubuhi ya leo, This morning, rudia kwa Yesu, utubu hiyo dhambi come back to na Jesus and ukiri kwa repent of mdomo that sin wako. and confess with your mouth. Yesu atakusamehe. Jesus will forgive you. Kwa hiyo hakuna ujanja wa dhambi. Therefore, there's no shortcut in sin. Tazunguka zunguka huku, You will go round. naanza kuona mdomo unakuwa mwekundu, Then maybe look at your mouth naanza kuona becomes red, maupele upele, having some mwili unaanza soul, kushuka. and maybe your body begins sagging. Akikwambia twende hospitali, They ask you to go to the oh, mimi hospital. siwezi enda kupima. No, I cannot even go and have. Ni nini nakukataza usipime? What is happening with you? Why are you not going for Si medication? twende tukapime. Let us go and have someone to Kwanza kuna examine watu ambao you. walikuwa wananiambia watakuja hapa kupima. Kwa There are hiyo, people who told me nangoja Sunday moja. they asked me to come here and begin examining people. I'm waiting for that given Sunday. Naona vile You see the way you, na waweka tu pale. everyone will are aligned Na there. mimi niko pale And then mbele. I'm outside there Wa watching. kwanza kupima ni mimi. The first one is me, Na huyu papa yuko ananitafsiria. and me also. Tunaenda. And then he shall go. Kwa hiyo kila mtu anapimwa pale. Therefore, everyone shall be examined. Njoo utaona. And then that's how you'll Njoo see. utajua watu vile wanafanyaga vitu sirini. You will know what secrets Watatokea people carry. umlango. Some of them will run through this door. Huu mlango njoo watatokea. This door, Hawatatokea hapa. they won't use this one. Unauliza. And then you ask yourself, Sisi wote tuko Wakristo. we are all Christians. Mungu atusaidie tutembee na Mungu. May God help us to walk with Him. Daudi anasema, David says, nikimbie wapi where do I run to? nijifiche na uso wa And Mungu? where do I hide from the face of God? Kokote, Anywhere. hata pale unazania unafanya siri, Even in that place that is so secret, Mungu anakuona. God is watching you. Popote Anywhere, Mungu anakuona. God is watching you. Sana sisi wachungaji saa ingine tunaambiwa story nyingi, Some of us pastors, we are given so much stories. lakini ukimwangalia mwenye kukwambia ile story But when you look at that person giving you the story, anacheza na wewe. he's playing around your mind. Hata ukuje umdanganye mchungaji, Even when you come and lie to a pastor utengeneze jambo, and make something, ipake zambi mafuta stahili hii, maybe you begin to mold that sin. mchungaji hana uwezo wa hukumu. Pastor has no power of judgment. Mungu wa mbinguni The God of heaven anakuona is watching you, na atakuhukumu and He will judge you kulingana na kile ulifanya. according to whatever you ever did. Biblia inasema The Bible says roho itendayo dhambi that the spirit or the body that lazima sins itakufa. shall die. Tena Biblia inasema And the Bible says wengine uzima wa milele, some of them shall go to eternal life, wengine moto wa some milele. to eternal hell, fire. Tena Biblia And inasema the same Bible says ajitakasaye that whoever sanctifies himself, azidi let kujitakasa, him continue in na sanctification. mwenye dhambi And the sinner ogelea sana, continue to wallow in sin. ogelea sana. Continue to swim in it. Unadhania pale unaogelea kwenye dhambi, You think that time you are unakomesha swimming in sin mchungaji. and you are not showing the Watu pastor. wengine wanafikiri hivi, Some people are thinking like that. nasema mimi And they say, me, ndawaonesha kwanza, I will show you. tapita na chupa ya pombe pale, I'll pass by here drunk. ndatokea pale nishalewa I'll vibaya, come when I'm fully drunk. ndapita pale na demu wangu, I'll come with my beautiful woman.
kesho nitapita na mwingine, and tomorrow I'll pass by alafu another one, nione kama hao watanifanya nini. and I will see what you'll do to me. Hatuna cha We kukufanya. have nothing to do. Hata mimi nangoja hukumu. Even personally, I'm waiting for the judgment day. Wewe pita hata na 10. Come and even have a whole nation with you. Lakini mtakatifu, But the Holy One, jitakase. continue to sanctify yourself. Tafuta Mungu kwa Seek bidii. the Lord. Siku inakuja. The day is coming. Nilikuwa nataka kuingia dalili ya 3 And I wanted to begin the third sign ambayo inazungumzia kwa nini kanisa linyakuliwe. that is talking about why the church has to be raptured. Kwa nini kanisa linyakuliwe? Why the church has to be Kwa raptured. nini mimi na wewe tunyakuliwe? Why me and you to be Kwa raptured. hiyo kuna sababu 4 There are 4 reasons za kanisa kunyakuliwa. for the church to be taken Kwa away. hiyo Jumapili Therefore, ijayo next Sunday, tutaangalia kwa nini kanisa we linyakuliwa. shall look at reasons to why the church has to be taken away. Lakini napoenda kukaa, But as I'm going to sit down, angalia maisha yako. just watch your life. Yesu yuko bado kwenye kiti cha rehema. The Lord is still at the mercy seat. Anawahitaji watu. He needs people. Anakuhitaji He wewe needs you. ambaye umeacha wokovu, That you have Umerudi forsaken nyuma. salvation and you have backslided. lakini Bwana anakuita tena. But the Lord is calling upon you again. Rudia tena. That return again. Rudia tena Return again. ili uoshwe kwa damu That you yake may be washed by His na blood. uanze kutembea sawa sawa na And begin mapenzi to ya walk Mungu. according to His will. Kwa maana kufumba na Because kufumbua with the blink of an eye, Yesu anakuja. Jesus is coming. Tunaishi siku za mwisho We are living kabisa. the end times complete. Hakuna ujanja, There is no shortcut. hakuna There ujanja. is no shortcut. about it. Tulipotoka ni mbali, That wherever you come from is far, lakini tunapoenda ni but padogo. the place you are going to is so short, so Kwa hiyo close. watoto wa Mungu, Therefore, children of God, tumtafute Mungu, let us seek for the Lord. tutembee na Mungu, Let us walk with Him. tuishi Let maisha us, let matakatifu. us live a holy life. Siko tu hapa kuambia leteni I'm sadaka. not just here to ask you bring your offerings. Sadaka ni sehemu ya maandiko Offering, yes, is part of the words or the word of ambayo God. Biblia inasema lazima tutoe, That the Lord is saying that you have to give. lakini Mungu anaangalia moyo wako sana. But the Lord is after your heart. Unapotengeneza moyo wako, That when you are making your heart straight, timiza hivyo ambavyo Biblia inasema. fulfill what the Bible is saying. Mtolee Mungu, Give to the Lord. ukijua Biblia inasema Knowing that that's what the Bible mahali says. moyo wako upo Where your heart is, ndipo hazina yako so your itakapokuwa. treasure is hidden. Kwa maana haina haja Because there's no need nikuje hapa niambie watu toa that I 1,100, come here to 1,200, ask you to come and bring money, bring lakini 100,000. haujui mahali You unaenda. don't know where you are going to. Ni lazima utengeneze kwanza You moyo have wako. first of all make your Hicho way ndo kitu straight. cha maana. That is the most important thing. Alafu mahali unapotoa sadaka Then yako, wherever you are giving your sadaka offering, yako inaenda kwenye moyo wako your huko. offering is going where your heart is. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Pale ambapo utalipwa, The place where you shall be rewarded. kwa sababu chochote tunachofanya, Because whatever we do, chochote tunachomtolea Mungu whatever we give to the Lord, utalipwa. He shall pay. Haiendagi bure. It doesn't just, it's not in vain. Biblia inasema hakai na deni ya The mwanadamu, Bible says that He doesn't stay with, He's not a debtor. anarudishaga He will maradufu. always pay you double. Lakini But kwanza first of all, moyo wako. look at your soul. Situletee hata magari hapa, hata kama tunaweza kuwa tunatembea miguu, Maybe we are yes trekking and you want to bless us with cars here. haitasaidia It will not help kama moyo wako if your heart haujampokea has Yesu not received Jesus kuwa Bwana na to be Mwokozi the wa maisha. Lord and the Savior of your life. Afadhali ukae na gari, You better stay with your car, alafu tengeneza maisha then yako. make your life straight. Ishatengeneza maisha yako, After you've made your life tuletee straight, mabenzi, then bring all the Benzes you have, tuletee magari, bring all the manyumba, Audis you have, all the houses, kwa sababu uko sawa, because you are straight. haipotei. He doesn't get this. Imeenda it's not a mahali loss. hakuna nondo wala chuma ambayo itakayoharibu. It is going to a place where there is no rust or thieves that shall destroy it. Kwa hiyo kitu kubwa na kusi, Therefore, I ask you, tembea na Mungu, walk with the Lord mwishie Mungu. and respect and honor Him. Mungu awabariki. God bless you.